Kutoka jijini Arusha, mtazamaji, na sasa tuangazie habari kutoka jijini Dodoma. Wakristo wametakiwa kuwa na moyo wa shukrani kila wanapobarikiwa kwenye majukumu yao ya kila siku na hata wanapopitia changamoto, jambo ambalo litawasaidia kupata baraka zaidi maishani wao. Wito huo umetolewa leo na kasisi mkuu wa kanisa Anglikana Diocese ya Central Tanganyika Dodoma, Mchungaji Samuel Nyinyina, wakati wa ibada maalum ya makatekisti 6 wa parishi ya Mahomanyika Dinari ya Mahoma, ibada ambayo ilikuwa ni kwa ajili ya kumshukuru Mungu kwa huduma yao, ndoa na maisha ya kila siku, ambapo amesema wameonesha mfano bora kwa Wakristo, kwani kumshukuru Mungu ni jambo la msingi na lazima. Tunapomshukuru Mungu tunaonyesha thamani ya kazi yake ya uumbaji, kazi yake ya kututunza, kazi yake ya kutuokoa, kazi yake ya kutubariki. Tunaonyesha kuthamini, maana anayeshukuru huwa anathamini. Unamrudishia yule aliyekutendea kitu kwamba asante kwa sababu ulikuwa faraja yangu, asante kwa sababu ulikuwa tumaini langu, asante kwa sababu umekuwa baraka kwangu, asante kwa sababu umeniongezea hata kile ambacho sikuwa nacho. Kwa hiyo tujenge moyo wa shukrani, kwa sababu moyo wa shukrani unamuongezea mtu kitu katika maisha yake. Sisi Agnes Liheli, ambaye ni mchungaji kiongozi wa parishi ya Mahomanyika, amesema ibada hiyo ni ufunguo wa shukrani kwa watu wa Mahomanyika, ambapo elimu zaidi inaendelea kutolewa ili watambue umuhimu wa kumshukuru Mungu. Ibada kubwa ya kumshukuru Mungu kupitia makatekisti wetu 6 ambao wanatoka kwenye parishi yetu ya Mahomanyika katika makanisa madogo. Ibada hii tulikubaliana kwamba tumshukuru Mungu kwanza, au kama makatekisti ni kioo cha jamii. Kwa tunapofundisha somo la watu kumshukuru Mungu, waone kwamba makatekisti wao wanafanya. Papa Petro ni miongoni mwa makatekista pamoja na Wakristo wanaeleza umuhimu wa kumshukuru Mungu kwenye maisha yao. Kwanza bado msichana wa miaka 18 kumtumikia Mungu, na nimetumika miaka hiyo kama nilivyosema miaka 23, lakini katika huduma kuna changamoto nyingi ambazo tunakutana nazo. Mfano kazi za kanisa, yawezekana mnatangaza, wengine wanapinga, lakini kwa nguvu ya Mungu, kwa neema ya Mungu, mara nyingine wanasikia wachache na tunaenda kuifanya kwa pamoja. Kwa leo tumefundisha hata Wakristo kwa ujumla au waumini kwa ujumla, jambo ambalo linatakiwa sisi Wakristo tuwe ni kama jambo la endelevu. Hili jambo ni endelevu ambalo linatutia moyo. Kwanza kila jambo unalopitia, liwe gumu, liwe la namna yoyote, tunatakiwa tumshukuru Mungu. Hichi kitendo kilichofanyika hapa leo, kwa kweli tunamshukuru Mungu kwa sababu tumeambiwa tushukuru kwa kila jambo. Pia inatuhamasisha hata sisi ambao tuna ndoa changa, labda ni ndoa kubwa, tujifunze kumshukuru Mungu kwa sababu hatuwezi kuvuka kwenye ndoa ina mambo mengi. Mungu akikuvukisha inatakiwa umshukuru Mungu. Imenijenga pia mimi kiimani kwamba natakiwa kumshukuru Mungu hata kwa ndoa miaka 1, miaka 2, si rahisi, ni Mungu amefanya. Hili tukio la leo, cha kwanza ninamshukuru Mungu kwanza kwa ajili ya tukio ambalo linatokea katika parishi yetu, lakini katika kanisa la St. Paulo ambalo ni kanisa mama. Kwa watumishi wetu kuona vema ya kwamba kushukuru kwa utume wao ambao wametumika ndani ya parishi yetu. Ibada hiyo imepambwa na kwaya mbalimbali kutoka parishi mbalimbali zilizopo ndani ya Diocese ya Central Tanganyika. Tukirejea tena jijini Dar es Salaam, jamii imetakiwa kuendelea kuwawezesha watoto wenye uhitaji maalum kutimiza vipaji na kusudi lao, kwa kuwa watoto hawa wanahitaji upendo, miundombinu sahihi na fursa za kuonesha uwezo wao. Hayo yamesemwa na mchungaji wa KKKT Diocese ya Mashariki na Pwani, mtaa wa Majohe, Suma Mwakisialia, ambapo amesema watoto hao wana vipaji na vipawa ambavyo havipaswi kufichwa. Hivyo amewataka washirika kuona fahari ya kujitolea kwa ajili ya kuimarisha huduma za diakonia. Hawa watoto sio wahitaji wa kwetu 100%. Sisi uhitaji wetu kwa watoto ni upendo, na upendo wetu ni kuweka miundombinu. Hawa watoto wana wazazi, wanajiweza, wana fedha, wana kila kitu, lakini sisi kama kanisa, Yesu amekuja kwetu ili tuweze kumtumikia. Kwa na kuomba sana unaposikia
habari ya Mtoni ni kuwezesha kile kituo cha Mtoni ili kiweze kutoa huduma na si kuwezesha watoto kama wahitaji, na ndio maana mnaona ratiba zao ni ngumu kweli kweli kuwapata. Mratibu wa kituo cha Mtoni Diakonia cha KKKT-DMP Winifrida Malumbo amesema ziara katika sharika na mitaa inalenga kutoa elimu kwa jamii kuhusu uwezo wa watoto wenye mahitaji maalum na kwamba watoto hao wanafundishika, wanaelewa na wanaweza kuzalisha bidhaa na kuongeza kipato cha familia pamoja na kuchangia uchumi wa nchi iwapo watapewa nafasi. Kuu la ziara hii ni kuhamasisha jamii kuhusiana na huduma ya udiakonia inayotolewa na dayosisi yetu kupitia vituo vya udiakonia. Tuna vituo viwili vya udiakonia, kituo cha Mtoni Diakonia, lakini pia tuna kituo cha Mlandizi and Rehabilitation Center kule Mlandizi. Nao baadhi ya washirika akiwamo katibu wa mtaa Faraja Asukilie wameeleza furaha yao kushiriki ibada pamoja na watoto hao, huku wakitoa wito kwa jamii kuacha kuwaficha watoto hao kwa kisingizio cha ulemavu, badala yake wawawezeshe kutimiza ndoto zao. Sisi washirika na watu wote kwa ujumla, umuhimu wa kulea watoto hasa hao wenye mahitaji maalum, wengine huwa wanawaficha, lakini hili linatuonesha wengine tuelewe kwamba hawa watoto ni watoto kama watoto wengine ambao wanatakiwa kupewa elimu na mahitaji yao mengine. Yaani wana haki kama watoto wengine kupewa elimu. Hivyo na uhamasisha wazazi wote ambao wana watoto wa mahitaji maalum kama hawa wasiwafiche ndani, bali wawatoe ili waweze kupewa mahitaji. Kama mnavyoona watoto wetu hawa wana kwaya nzuri kabisa, maana yake wameweza kuwa trend, wakaelewa na wataweza kufanya mambo mengine ya kujitegemea. Lakini ukimficha mtoto ndani hataweza kuwa na kama hawa wengine. Lakini ninawaomba wazazi na wananchi kwa ujumla na washirika kuchangia pia kituo hiki ili watoto hawa waweze kulelewa, wapate mahitaji yote ambayo wanastahili. Huko mkoani Kilimanjaro, mkuu wa jimbo la Kilimanjaro Mashariki, kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, Dayosisi ya Kaskazini, mchungaji Calvin Koola amewataka watumishi wa Mungu wakiwamo wainjilisti na parish worker kutambua dhamana ya wito wao na huduma wanaoifanya, kwamba haitokani na matakwa au maamuzi yao binafsi, bali ni wito kutoka kwa Mungu mwenyewe aliyewachagua na kuwatuma kutumika kufanya kazi hiyo. Rehema Abraham kutoka mkoani Kilimanjaro ana taarifa zaidi. Mchungaji Koola amesema hayo wakati wa ibada maalum ya kumstaafisha mwinjilisti Israel Elisaria Sumari, ibada iliyofanyika usharika wa Rongai, wilaya ya Rombo, mkoani Kilimanjaro. Amesema kuwa ni vyema wakatambua kwamba kuna aliyewaita, aliyewatuma na sauti inayowaambia kwamba huo ndio wito unaotakiwa wakafanye, na kusema wito wa kweli na huduma ya kweli inaanza na Mungu mwenyewe. Watu wanaweza wakaona huyu mtu anaweza kufaa kwenda uchungaji ama uinjilisti, anaweza kuwa mzee wa usharika, lakini tunaamini anayekamilisha ni Mungu mwenyewe. Kwa hiyo ndio maana nabii Isaya anasema hakujiita yeye mwenyewe wala hakujituma yeye mwenyewe. Kuna mambo mawili ya msingi sana katika wito wetu kama watumishi. Tufahamu kwamba hatujajiita sisi wenyewe wala hatujajituma sisi wenyewe. Na ukitambua hukujiita wewe, kuna aliyekuita, lakini ukatambua pia kuna anayekutuma. Akisoma risala ya kumstaafisha mwinjilisti Israeli Sumari, katibu wa jimbo hilo Elibariki Makundi amesema kuwa mwinjilisti aliweza kutumika katika sharika mbalimbali zilizopo ndani. Kuanzia leo mmesoma. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mwinjilisti Israeli amefanya huduma kwenye sharika zifuatazo kwa nyakati tofauti. Mwaka 1986 hadi mwaka 1992 alitumika katika usharika wa Rongai. Mwaka 1992 hadi mwaka 1996 alitumika usharika wa Uchira.
mwaka 1996 hadi mwaka 2001 alitumika usharika wa Biluti. Mwaka 2001 hadi mwaka 2004 alitumika usharika wa Loitokitok Kenya. Akizungumza mara baada ya kustaafishwa, mwinjilisti Israel Sumari amemshukuru Mungu kwa kumwezesha kufanya kazi hiyo ya Mungu kwa zaidi ya miaka 35. Kwa kweli kazi hii si nyepesi sana kama watu wanavyofikiri. Ni kazi inayohitaji ujuzi, ni kazi inayohitaji elimu, ni kazi pia inayohitaji kumwomba Mungu sana. Kwa maana hiyo Mungu, namshukuru Mungu ambaye ameniongoza mpaka sasa hivi. Tumetoka kwenye shirika wa Rombo ambao tulikuwa ni shirika moja tu, shirika wa Rombo, na sasa hivi tuna ushirika wa Mkuu, tuna ushirika wa Najara, tuna ushirika wa Tarakia na sasa ushirika wa Rongai. Kwa upande wa walioshiriki ibada hiyo, wamesema kuwa mwinjilisti hakuwa akishiriki shughuli za kanisa pekee, bali alikuwa akishiriki hata katika shughuli za kuleta maendeleo katika jamii. Pekee nilimpongeza pia kwa sababu yeye alikuwa anashirikiana na sisi sana kwa kila namna. Tukiwa na masuala ya maendeleo anakuja, tunashiriki pamoja na yeye kwenye shule za msingi, anakwenda anafundisha watoto maadili. Kwa hiyo ni namna ya kumuiga na kuenzi kwamba kwa kweli amefanya mambo makubwa wakati akiwa katika nafasi hii yake ya injilisti. Kueleza tu ya kwamba asiogope maisha. Maisha ndio mwanzo wa maisha mazuri ambayo iko mbele yake. Na kustaafu mtu unaweza ona kama at least ni jambo nzuri zaidi, kwa sababu sasa hutakuwa na kelele, hutakuwa na mtu ambaye anakupigia simu, hutakuwa unahitajika, utakuwa unafanya kazi zako katika njia ya busara zaidi. Kwa hivyo tunamtakia mema atakapokuwa akiendelea maisha mazuri, na sana hata amestaafu akiwa na afya nzuri, aendelee kulinda afya yake vizuri na aweze kupambana na maisha, kwa sababu kwanza yeye ana bahati kwa sababu kila siku atakuwa anafanya huduma ile ambayo alikuwa anaifanya. Ibada hiyo ilihudhuriwa na viongozi mbalimbali wa dini na serikali kutoka ndani ya nchi pamoja na wageni kutoka nchi jirani ya Kenya. Mimi ni Rema Abraham, Upendo TV. Jijini Dar es Salaam, washirika wa KKKT Dayosisi ya Mashariki na Pwani, Jimbo la Kusini Magharibi, mtaa wa Bangulo, wamefanya ibada maalum ya makabila ikiwa ni sehemu ya kuhamasisha jamii kuthamini na kuhifadhi mila, tamaduni pamoja na vyakula vya asili. Ibada hiyo pia imetumika kama fursa ya kuchangisha fedha kwa ajili ya kununua eneo litakalosaidia kanisa kupanua shughuli zake. Akizungumza na Upendo TV, mwinjilisti kiongozi Wallace Kiondo amesema ibada hiyo inalenga kuwakumbusha waumini umuhimu wa kurejea katika tamaduni zao, huku baada ya ibada kukiwa na maonesho ya vyakula vya asili kutoka makabila mbalimbali. Siku ya leo tunaazimisha sikukuu ya makabila, kwamba kumtolea Mungu sadaka ya shukrani katika makabila yanatoka maeneo mbalimbali. Lengo kubwa ni kumshukuru Mungu na kutukutanisha. Baada ya hapo, baada ya ibada tutakuwa na chakula cha makabila mbalimbali ambapo tutapita kila banda kuona chakula alichokipika, ili kubwa kudumisha umoja na upendo katika Yesu Kristo. Ndivyo ndoona siku ya leo kikubwa sana, lengo ni kutoa sadaka ya shukrani. Hiyo sadaka itatolewa makabila ni kwa ajili ya kununua eneo, kiwanja kwa ajili ya kazi ya Mungu. Ndipo tumeweka sikukuu hii kwa ajili sote kumshukuru Mungu, ili pale alipotujalia kutuonesha upendo kwetu, nasi sisi tutatoa sadaka ya shukrani ya kwa ajili ya kununua eneo la kanisa, ambalo ile eneo la kanisa liwe kubwa. Baadhi ya waumini wakiongozwa na katibu wa mtaa Festo Mwanjalila wamepongeza utaratibu huo, wakisema utasaidia kuimarisha umoja, kuhifadhi utamaduni na kuwafanya waumini kuishi kwa vitendo mila na desturi zenye manufaa kwa jamii. Katika makabila kanisa linajengwa na makabila. Kwa hiyo hivyo ili kuweza kujenga umoja wa kanisa lazima tuanzie kwenye makabila. Lakini lengo kubwa ni kuhakikisha kwamba makabila yetu yanakaa pamoja, yanashirikiana pamoja, lakini pia kuwezesha kwamba vizazi vyetu vijavyo vijue kama kuna umoja, lakini pia tujue tamaduni. Kwa sababu tumefanya hii siku kwamba makabila yote yaje hapa kanisani yapike chakula cha kabila
ili tuone asili, watoto wetu wanaozaliwa hapa mjini wasije wakasahau asili na vitu ambavyo vinafanyika katika jamii yao. Hiyo tunaleta umoja kwa ajili ya kanisa na kufahamiana ndani ya kanisa. Binafsi naweza nikasema tunashukuru sana bodi yetu kukaa kupanga sherehe ya makabila, kwa sababu tunasali humo wakati mwingine hatujuani, kumbe watu tunatoka mkoa mmoja, tunashindwa kusaidiana wakati mwingine wakati wa shida, kwa sababu kwa hatujui kama mwenzetu anatoka pamoja na sisi. Lakini hili jambo limetufanya tuungane kwa pamoja, tujuane zaidi, na tunapopika vyakula vya asili kwa nyongeza, mimi naona ni nzuri zaidi, kwa sababu wakati mwingine tunaishi na watoto wetu hapa mjini, hawajui chimbuko letu ni nini, hawajui chakula chetu cha asili ni nini. Lakini kupitia hili naamini watoto wetu watajua na wataendelea kudumisha mila zetu na desturi toka za zamani. Wapishi wa vyakula vya asili kutoka kabila la Kihaya wamesema maisha ya mjini yamewafanya baadhi ya watu kupuuza vyakula vya asili, hali ambayo wanaitaja kuwa si jambo jema. Wapishi kutoka kabila la Kichaga nao wameitaka jamii kuthamini tamaduni zake, huku wakisema kanisa lina nafasi muhimu katika malezi na kuikumbusha jamii kuwa si kila utamaduni au chakula cha asili ni dhambi. Hii siku ya makabila nimeipokea vizuri sana na nimeipokea kwa furaha, kwa sababu imetukumbusha nyumbani. Unakuta watoto wadogo wengine hawajui kumenya ndizi, hawajui kupika kinyumbani, lakini tukileta hii, hata ikiwepo kila mwaka, kila watoto wanajifunza kumbe Wahaya wanakulaga hivi. Chumbe bitoke tugereke iguru, ye bitoke tuteka waka mponka kaniko nkukoma, tuteke iguru olwe bitoke bikuya twayao twatekao twakomorole ntula zaitu twale, yani tunafungua ntula zetu tunakula. Majina naitwa Benson David Masawe, ni mwenyekiti wa kabila la Wachaga. Tumekuwa na hii sikukuu yetu ya kuunganisha Wachaga, pia kuweka kanisa pamoja na kupika vyakula vya makabila. Tuna vyakula vya aina nyingi kama unavyoona, tuna ndafu, mangararimu, kiburu, machalari. Tuna vyakula vya aina nyingi na tutaviona vyote baadaye. Tunaendelea pia na maandalizi. Pia kwenye sherehe ya makabila pia tunaendelea pia na kumtolea Mungu sadaka. Huko jijini Mbeya, waumini wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania Dayosisi ya Konde jimbo la Mbeya Magharibi usharika wa Iyunga mkoani Mbeya wametakiwa kuimarisha umoja, upendo na mshikamano pamoja na mchungaji aliyeingizwa kazini Baraka Mbangula ili ukuaji wa kiroho katika usharika huo uzidi kusonga mbele. Taarifa ya Emmanuel Lulandala kutoka mkoani Mbeya inafafanua. Wito huo umetolewa na mkuu wa jimbo la Mbeya Magharibi mchungaji Nancy Maro. Amesema mafanikio ya huduma ya kanisa yanahitaji ushirikiano kati ya mchungaji, viongozi na waumini, ambapo amesisitiza kuwa waumini wanapaswa kusimama pamoja na mchungaji wao kwa maombi na ushauri na ushirikiano ili kazi ya Mungu iweze kusonga mbele. Ndugu zangu washarika wa Iyunga, Mungu amemtuma mtumishi huyu kwenu. Ameileta nuru yake iangaze kwenu kupitia yeye ili matendo yenu yamulikwe na yeye. Ukionywa onyeka. Kuna watu ukiwaonya wanaenda kutengeneza vigenge. Wewe ukionywa usitengeneze vigenge. Tengeneza yale ambayo Roho amekuonya kupitia kuhani aliyemleta mbele yako. Lakini anahitaji mkono wa shirika, si peke yake, anahitaji kutenda kazi na wewe msharika, maana Mungu hakumweka kiongozi atende peke yake. Yeye anawaongoza wengine katika ushirika, ufalme wa Mungu unajengwa. Najua mmekwisha kuonyesha ushirikiano naye toka amefika kwa mengi, lakini hata sasa anahitaji ushirika na ninyi ili aweze kuzalisha kile Mungu alichoweka ndani yake. Jifunze yale ambayo Mungu amewekeza ndani yake ili aweze kuleta matokeo ya mabadiliko chanya ndani ya ushirika. Aidha, mchungaji Nancy Maro pia amemsihi mchungaji Baraka Mbangula kulitumikia kanisa kwa uadilifu, hekima na upendo, huku akiwa mfano bora wa kiroho kwa waumini na kuhakikisha huduma inagusa maisha ya watu na kuleta mabadiliko chanya katika jamii. Adui anaweza kuwatumia wale wa karibu nawe kukukwaza, kukusema vibaya, kuinua mambo ya kukukatisha tamaa, lakini tambua uliyeitwa ni wewe na nuru iko ndani yako. Usiyaruhusu makwazo yao kuleta giza ili kuifisha nuru ya Mungu aliyoiweka
umewasha kwa wito mtakatifu ndani. Jihadhari na mazingira yoyote yanayokuzunguka. Nimekuambia iwe ni ndoa, iwe ni watoto, iwe ni Wakristo unaoongoza, ni jamii, ni mahitaji. Paulo anasema nimejifunza kuwa radhi na hali zote. Ninajua kushiba, ninaona kuojua njaa. Ninajua kukatishwa tamaa, ninajua dhiki, ninajua kila kitu, lakini hakuna kitu chenye nguvu ya kunitenga na upendo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu. Kwa upande wake Mchungaji Baraka Mbangula amewashukuru Wakristo kwa kumwombea katika huduma aliyoibeba, huku akisema amepokea kwa unyenyekevu jukumu hilo, huku akiwashukuru viongozi wa kanisa kwa imani walioonyesha kwake. Lakini tunamshukuru sana Mungu aliyetufanikisha kufikia siku hii, na mimi kama kiongozi wa usharika ninashukuru wachungaji wenzangu wa jimbo hili, lakini kiongozi wetu mkuu wa jimbo letu la Mbeya Magharibi, Mchungaji Nancy Mulo, ambaye kwa kweli amefanya huduma hii na amenikabidhi madhabahu ya usharika huu wa Iyunga. Ninaahidi na ninaomba kwa washarika na wote walioshiriki tukio hili kuniombea ili nipate kuitenda kazi ya Mungu nikiwa na amani na ushirikiano mzuri na wana Iyunga, lakini na wana KKT wote wa Dayosisi ya Konde. Peke yangu siwezi, naomba wito wangu sana ni maombi na mshikamano. Tuna kazi nyingi katika usharika wetu. Naomba umoja na mshikamano udumu ili tupate kujenga mwili wa Kristo katika miradi na kazi mbalimbali, lakini kipekee kuipeleka Injili kwa wale ambao bado hawajampokea Yesu Kristo. Nao baadhi ya waumini wa usharika wa Iyunga wameeleza matumaini yao kufuatia kuingizwa kazini kwa mchungaji huyo, ambapo wamesema ujio wake ni fursa ya kuimarisha zaidi huduma ya ukuaji wa kiroho. Tukio ambalo limefanyika siku ya leo la kumuingiza kazini rasmi linatukamilisha kiroho, na sisi kama washarika wa Iyunga ni ahadi yetu tunayoitoa mbele ya usharika wetu na mbele ya Mungu kwamba tutaonyesha ushirikiano kwa asilimia zote. Pale ambapo mchungaji wetu atahitaji tufanye jambo, tutaonyesha ushirikiano, lakini pia katika upande wa maombi. Tulianza naye vizuri kabla ya kuingizwa kazini, tulitoa ushirikiano kwake pamoja na ofisi yake, lakini pia kutekeleza maagizo na yale ambayo anayapanga tuyafanye katika usharika wetu. Kwa kuingizwa kwake kazini unatupa chachu zaidi kufanya zaidi kuliko vile tulivyofanya mara ya kwanza. Sisi kama wamama ambao Mungu ametupa wajibu wa kuifanya kazi ya Mungu ya kusimama mahali palipobomoka kwa ajili ya maombi, tunaahidi mbele za Mungu ya kwamba tutasimama naye kwenye utumishi huu kumwombea mchungaji kwenye nafasi ile ya wamama. Jambo kubwa ambalo tunalipokea kutoka kwenye neno la Mungu, lakini na tukio hili ni sisi wa Kristo tumehaswa kuwa wanyenyekevu katika kumtumikia au kushirikiana na mchungaji huyu ili aweze kutekeleza kazi zake za kiroho katika usharika wetu. Kwa hiyo sisi kama washarika tunahitaji kuwa wanyenyekevu sana ili kwamba tusikilize kile ambacho Mungu ameweka ndani yake, tuweze kushirikiana naye kwa ajili ya usharika wetu uweze kuendelea. Nikiripoti kutoka usharika wa Iyunga uliopo jijini Mbeya, Emmanuel Rulandala, Upendo TV. Mtazamaji, ikiwa hizo ni habari za kitaifa, tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za kimataifa.